Mtazamaji, karibu sana. Ni siku nyingine pia tunaendelea na harakati zetu za kimichezo. Kama ambavyo tunafahamu, siku ya jana ligi kuu ya Tanzania bara NBC iliweza kupiga michezo miwili. Simba aliweza kucheza na Tanzania Prison na kupata ushindi wa mabao 2-0, lakini pia Young Africans waliweza kucheza na Namungo wakapata ushindi wa bao 1-0. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo yanakuja hapo mbele. Tarehe 1 mwezi wa 3 kuna dabi ya watani wa jadi ambayo tunaenda kuitazamia siku hizi zijazo. Leo nipo hapa na farasi wa vita. Habari yako? Salama kabisa, habari yako? Safi, wajionaje na hali? Mungu ni mwema, tunamshukuru. Mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, tuko kwenye Kwaresma. Kwa hiyo kila jambo linakuwa limenyoka kwa sababu kila jambo unakuwa unamshirikisha Mungu. Lalapo unalala na Mungu, amkapo unaamka na Mungu. Bwana, katika michezo ya jana kuna mambo kadha yameweza kuibuka, hasa kwa upande wa tukija kwa upande wa marefaris wetu hapa, hasa kwa mechi ya Yanga siku ya jana. Watu wengi hasa mashabiki wa Simba wamezungumza, lakini pia hata kocha mkuu wa Namungo Mgunda naye pia aliweza kuzungumza kwamba siku ya jana hawakuweza kupata ushindi wa haki Young Africans, na akasema siku ya jana referee ndo alikuwa man of the match. Hii kwa upande wako imekaaje? Yes, mechi ya jana kwa upande wa Young Africa ni wazi kwa mtu ambaye ametazama mechi ile, ilikuwa na shida kidogo kwa upande wa mwamuzi, matukio ambayo ya tafsiri tofauti na kila ambacho kanuni inataka. Kwa hiyo ni wazi mwamuzi hakuwa sahihi kwenye baadhi ya matokeo. Kwa hiyo tunarudi, aidha ukubali kwamba ni makosa ya kibinadamu, yeye ni binadamu, ama aidha ukubali kwamba ni ndo namna tena ligi yetu ambavyo inakuwa na changamoto ambazo of course ni matukio ambayo yanatokea karibia ligi zote duniani. Ndio maana VAR ikaja. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo. Kwa hiyo hadi mwalimu mwenyewe kafanikiwa kulizungumza hilo, Juma Mgunda, akisema kwamba ni wapuliza filimbi, umeelewa? Sasa ukisema wapuliza filimbi inatafsiri kwamba kuna wakati unaweza kutafsiri mpuliza filimbi, unajua sio lazima apitie kozi ya ukocha. Yaani hata wewe Mia nikikupa filimbi hivi sasa unaipuliza, si ndio? Si ndivyo? Sasa je, kwa maana yake wengi wanakuwa kama hawana maarifa, wanashinda kutafsiri zile kanuni. Kwa hiyo ni changamoto ya waamuzi wetu. Bila shaka kabisa hata mimi macho yangu yaliona kama ambavyo watu wengine waliona ambao wanaamini na Mungu alistahili kupata penalty, na Mungu alistahili kuwa na advantage ya kucheza na Yanga wakiwa pungufu, maana ya Damaro kupewa red card. Yaani ni matukio ambayo mtu yeyote anayejua mpira, anayefuatilia mpira hata kidogo tu kimwambia hii inatakiwa iwe hivi, kikubwa anajua sheria, hawezi kubisha wala kukataa kwenye hilo. Naamini hata mashabiki wa Yanga Afrika huenda wanajua, lakini ile namna gani ubishani na namna ili wanogeshe magenge ya Instagram huko inabidi wakatae tu. Mashabiki wa Simba wanasema sasa wana wasiwasi na mechi yao inayofuata, kama marefari wameshaanza kuwa hivi, na wenyewe wanasema mechi zao kadha wa kadha ziliamuliwa kwa maamuzi ambayo sio sahihi, au wameshaanza kukimbia. Kwa upande wako? Hiyo kauli aliyoitoa naye pia na uthubutu wa hali ya juu sana. Huwezi kuizungumza kauli kama hiyo alafu ukawa ni kiongozi wa timu kubwa kama Simba Sports kwamba eti unahofia mechi inayokuja dhidi ya mtani wako eti waamuzi. No, mimi ninachokiombea ni kwamba Watanzania, mashabiki wa Mungu, mashabiki wa mpira, mashabiki wa mpira waiombee kwa Mungu dabi, wamwombee mwamuzi, ikiwezekana atangazwe mapema. Wakumpeleka majina ya waamuzi kwa Mwamposa apelekwe akapate utakaso, nyumba za ibada msikitini zipelekwe majina ya waamuzi ili waombewe kwamba kuanzia labda siku 3 kabla ya mechi majina ya waamuzi wote. Tumefikia huko mchambuzi. Inabidi Mia ifanyike hivyo. Nasemaje? Kuna haja na ulazima wa kutafuta nyumba za ibada kwa ajili ya waamuzi zikiwa zimebaki hata siku 3 kabla ya kuelekea dabi. Waamuzi wote ambao watachezesha ile dabi wapelekwe kwenye nyumba za ibada, wakakae tu kwenye nyumba za ibada hizo siku 3. Mwenye imani ya Kikristo waamuzi sasa kwenye nyumba yake ya ibada, mwenye imani ya Kiislam ataenda kwenye nyumba yake ya ibada, ili mradi wakae kwenye nyumba ya ibada. Tafadhali mechi hii asipewe mpagani. Tupo kwenye mwezi wa Ramadhani, tupo kwenye mwezi wa Kwaresma. Mechi hii ya dabi asipewe mpagani. Tunaomba apewe mwamuzi ambaye yupo kwenye mwezi wa toba. Yaani yupo kwenye toba zake. Ndio tunatamani mwamuzi aweze kupatikana au apatikane hivyo. Kwa hiyo si ajabu waamuzi wakapelekwa kwenye nyumba za ibada hadi siku ya mechi wakaingia uwanjani. Naamini tutashuhudia dabi nzuri sana, classic ambayo hatujaiona kwa muda mrefu. Hivi ni kweli Young Africans wanabebwa sana kwa upande wa maamuzi? Si peke yao. Timu nyingi sana zinabebwa, na kuna wakati kuna timu zinabebwa kuliko Young Africa. Ni vile championship huko kuna balaa tupu. Hapa tupo ligi kuu. Unamaanisha kwenye ligi kuu?
Ligi kuu, imani yangu sijui timu gani ambayo inabebwa zaidi. Sina takwimu hizo, lakini ninachokijua ni kwamba timu yangu ya Fountain Gate ndio inaonewa zaidi. Yaani imekuwa waamuzi wana makosa mengi ya waamuzi yanaikosti Fountain Gate. Ila anayebeba zaidi? Binafsi labda uniambie, sijamjua. Hizi timu za Kariakoo kubebwa yani sio kama ni kawaida, lakini tumeendelea kuyaona hayo matukio. Wiki hii atabebwa huyu, wiki ijayo atabebwa huyu. Yaani ndio maisha yao. Kwa hiyo ni ngumu sana kumtetea mmoja. Ni ngumu sana kutetea kesi ya kubebwa kwa Simba na Yanga. Unaweza ukamtetea leo Simba abebwi, kesho akachekesha uwanjani mwamuzi akakufanyia kituko. Ni jana niliongea nini pale? Umeelewa? Kwa hiyo hizi mechi za Simba na Yanga hizi tumwachie Mwenyezi Mungu ataamua. Dabi tarehe 1 mwezi wa 3. Simba tayari ameshafungwa mara 6 pale alipokutana na Young Africans. Wanaenda katika mchezo wao, lakini itakuwepo huko Zanzibar. Tuanzie na Zanzibar hapa. Kwanza hili umelipokeaje kama mdau wa mchezo? Mimi nimependa. Umependa dabi kwenda Zanzibar? Nimependa short trip. Wengi sasa wanaenda kukosa. Kwa nini? Si wengi huwa wanasafiri kutoka mikoa ya mbali wanakuja Dar es Salaam. Kule kuna gharama za chakula, usafiri. Watu wanaongelea kuhusu upande huo haswa. Ninachotaka kukisema kuhusiana na dabi kuchezwa, hiyo ndo nikatatu. Achana nayo. Kwa nini? Achana nayo, sijui. Yaani mimi kwangu naona hamna shida. Yaani usinilazimishe nitafute shida. Lakini kiuhalisia, dabi kuchezwa Zanzibar, kuna namna unaweza ukahisi ama ukaona kama si sawa, kwa sababu unavyotamka kwamba ligi kuu ya Tanzania bara, umeelewa? Alafu inaenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Kuna muda ukikaa chini haraka unaweza ukahisi sio sawa. Lakini ukirudi sasa kwenye kanuni zinasemaje? Kanuni zinataka timu moja ina nafasi ya kuchagua viwanja viwili vya kwenda kuchezea nje ya uwanja wao wa nyumbani walioutambulisha. Kwa nini unamhukumu Yanga Afrika kwenda Zanzibar na hakijafunga? Nasema Tanzania bara. Inasema hivyo hiyo kanuni. Basi bodi wana majibu. Bodi wana majibu. Umejipanga, bodi wana majibu. Umefurahia kwa hiyo swala hilo? Umefurahia hujafurahia Farasi? Hivi Yanga Afrika tumeizungumzia leo. Achana na haya maswala. Huko nakuja. Achana nayo bwana. Sawa, kwa upande wa jembe sio mkulima. Mchagua jembe sio mkulima. Ngome imepangwa Zanzibar, twendeni Zanzibar. Katika usajili wa dirisha dogo, Simba pamoja na Yanga, watu wengi wanaona kama vile Yanga imesuasua sana, haijapata wachezaji ambao wanaweza kuleta challenge hasa katika upande wa dabi, lakini Simba inaonekana imepata vinara haswa. Hii kwa upande wako unazungumzieje? Tuanzie sana Yanga, hapo ndio ulipokuwa unapataka. Hapo ndo penyewe sasa. Kuna angalizo kubwa sana kwa Simba Sports. Simba wana wachezaji wao wengi ambao ni entertainer. Unaelewa? Hata sisi kwenye boxing, nikutolee mfano, unajua kile ambacho huwa tunakichukulia kwenye mchezo wa boxing kwamba kuna bondia ambaye ni entertainer, unapiga ngumi. Alafu kuna bondia ambaye Farasi, unacheza mchezo wa ngumi? Unacheza boxing. Sawa. Mimi napiga sana mbavu changa, sema tu ndio hivyo tena. Ila nacheza sana. Nitafutie pambano. Tafutia pambano na lolote. Juma hayo yule sijui kinatupa hawa, mimi napiga sana hawa, malizi hata round hao. Sasa basi point yangu ni kwamba unakuwa na bondia ambaye ni boxer, alafu kuna fighter. Kwamba fighter yake ingia tu kwenye ring ni kurusha makonde na kujizuia. Lakini unapokuwa na boxer ambaye ni entertainer, sio fighter huyo, yeye kazi yake ni kuscore point, lakini huko akitoa burudani, manjonjo, manini vile. Ndio tofauti yao. Sasa tukirudi kwenye dabi, angalizo kwa Simba wana wachezaji wengi ambao ni entertainer, lakini sio fighter. Ni ngumu sana kunielewa mtu ambaye kama ni Ramadhani imemkaba sana, au kama chungu ni kikali cha Saumu kali. Kama Saumu kali huwezi kunielewa. Nisikilize kwa makini. Angalizo kwa Simba Sports, wana wachezaji wao wengi ambao ni entertainer, ni waburudishaji, lakini sio mafighter. Kama Ura, Libase, angalau Libase kidogo, lakini bado anaingia kwenye grupu hilo. Elim Panzu, Jonathan Soa, kwa sababu pia atakuwepo kwenye hiyo mechi, umeelewa? Na hawa ndo wachezaji wao hatari kule kwenye safu yao ya mbele. Sasa wakati Yanga Afrika wao wana entertainer huyu Pacome tu.
Hawa wengine wote labda tukimweka na Okello, ambaye Okello naye uburudishaji wake naye ni uburudishaji fulani mpaka uelewe, mpaka kama yani uwe tilalila sana ndo na uelewa uburudishaji. Yani kama ni msanii basi ili useme oi ni lazima apige show sana ndo namuelewa. Lakini kuna wachezaji hapa comedy kipanda tu jukwani watu umeelewa. Kwa hiyo sasa ndo wale Yanga wanaipa Kome anashuka kidogo Okello. Lakini Simba wana rundo la hao wachezaji ambao si faida kwa dabi. Dabi inahitaji mafaita kama kina Max. Dabi inahitaji mafaita kama Duke Abuya. Dabi inahitaji watu kama kina Depu, umeelewa? Likititimia yani likididimia linadidimia kweli linaingia kwenye njia. Inahitaji watu wenye Dube tumwache kidogo, umeelewa? Kwa hiyo maana yake short tu ni kwamba Yanga ina wapambanaji wengi uwanjani kuliko waliokuepo Simba, ila Simba ina waburudishaji wengi uwanjani, haina wapambanaji kama waliokuepo Yanga Afrika. Ndio maana Yanga ukiingia kichwa wewe mpinzani ukajaa kwenye reli wanakupiga 5. Simba ukiingia kichwa ukajaa kwenye mfumo wa Simba wameishia 2. Tofauti ya waburudishaji na watendaji. Kwa hiyo Simba wana waburudishaji. Hii inawezekanaje kati watu wanasema gari kwa upande wa Simba ndo limewaka? Ni rahisi kumuona kwenye kwani eneo analocheza Maxi, si ndio ile eneo anacheza Ura? Si ndio ile anacheza Libase? Mbali na kufunga na kutoa assist ambazo Maxi anafanya, lakini Maxi anakuofa pia kwenye ukabaji kuisaidia timu. Hawa mabwana wawili wote hawakupi iko kitu. Maana yake ndo kazi hawafanyi kile ambayo Maxi anaifanya. Duke Abuya ukimweka hata namba 10 anakufanyia kazi, anakukabia, anakuasistia, anakufungia. Sio mpambanaji Duke Abuya, lakini Simba hawana huyo mtu. Yanga Simba wana Ino. Test ya Ino kwenye ukabaji huwezi kuifananisha kwenye eneo la namba 8 na Mudathiri Yahya. Mudathiri Yahya ni tanki kabisa linalo supply kazi nzuri, lete chafu linakupa safi. Kwa maana yake Yanga inashawishi kuamini wana nafasi ya kushinda hii mechi kwa kuangalia mchezaji mmoja, lakini when comes kwenye swala la teamwork unagundua kwamba Simba ana asilimia kubwa kwenda kushinda mbele ya Yanga Afrika. Kwamba teamwork, historia, rekodi, kuchoka kupigwa sana, mazingira alivyo, mechi iliyopo ya JKT Tanzania ngumu kwa Yanga Afrika. Yes, Dodoma Jiji ni wagumu kwa Simba lakini wanafungika kirahisi kuliko JKT. Kwa hiyo manaki mazingira fulani yanamfavor Simba kwenda kushinda hii mechi dhidi ya Yanga Afrika. Tutarudi baada ya dabi. Tutarudi katika kauli yako ya kwamba mechi inamfavor Simba. Sawa. Young Africans pia wanajiandaa na JKT. JKT ni timu moja sumbufu sana katika upande wa ligi kuu. Na Young Africans siku ya jana hajacheza mchezo mzuri sana. Unampa asilimia ngapi kushinda kuchukua alama 3 Yanga siku ya kesho? Kwa kwani uwanja ni KMC. Of course nitampa asilimia kubwa Yanga Afrika kushinda au kutoa sare. Yaani asilimia za kushinda Yanga Afrika kwenye mechi ya JKT ni 51. Kutoa sare ni 49. Hizo ndo asilimia nampa Yanga Afrika kwa JKT. Asilimia 51 kushinda, asilimia 49 kutoa sare. Kwa hiyo kufungwa simuoni lakini naiona sare. Ana asilimia kubwa kupata sare kuliko kushinda au kufungwa. Kwa nini? Haina game ilivyo ni ngumu, haina wachezaji wa JKT walivyo, ili uweze kujitutumua kushinda hiyo mechi ya JKT ni lazima usahau bongoni mwako kama kocha kwamba na mechi mbele dhidi ya Simba. Kwamba ujilipue sasa, acha nicheze na full nondo squad ili niweze kumfunga JKT. Lakini ukiwaza kwamba nikimalizana na JKT na kibarua na Simba, unaweza usishinde mechi dhidi ya JKT kwa sababu unaweza kuogopa kuwachezesha wachezaji wako muhimu wakakupa matokeo ili ukawapange wachezaji dhidi ya Simba ukaambulia sare huku. Umeelewa? Kwa hiyo ni mechi fulani hivi ya kimtego. Na hata kama kocha wa Yanga akishinda hii mechi ya JKT akaenda kushinda kwenye mechi ya Simba Sports, huyu kwangu ni kocha bora kabisa. Yaani nitashangaa wanaosema Yanga haichezi mpira mzuri. Zanzibar tunaenda. Tutakutana Zanzibar na matokeo tapeana pale uwanjani. Asante sana. Inshallah.